Tukisalia na hayo ya mafuriko katika kaunti ya Bomet, wakazi wanaiomba serikali ipanue daraja linalounganisha Narok na mji wa Bomet katika mto Nyangores, kwani mara kwa mara mto huu unapovunja kingo zake watu wengi hutumbukia. Kwa siku tatu, maafisa kutoka kitengo cha dharura kutoka kaunti hiyo wamekuwa wakitafuta mwili wa mwanamume mmoja ambaye alitumbukia mtoni kutokana na mvua inayoendelea kushuhudiwa katika eneo hilo. Aaron Kipkoech alizungumza na wakazi ya mto Nyangores na nimezingirwa na wakazi wa eneo hili ambao wamekuwa wakihangaika sana wakisema kwamba katika daraja hili ni daraja ambalo magari yanatumia na pia wananchi wanatumia, ila watu wengi wameingia katika mto huu wa Nyangores na wamekuwa wakipiga kelele kwamba lazima serikali ichukue hatua na kupanua daraja hili. Tulipoteza vijana wawili, waliingia mtoni na walikufa. Saa hii tuko na msimu wa mvua, yani karika ama masika. Mvua ni mingi hasa upande wa msitu wa Nakuru, mahali ambapo ikinyesha mto huu inavunja ungo zake. Tukiongea saa hii upande wa Tenwek ama Mukango, kuna jamaa aliangukia mtoni na tuna familia wanalia. Hapa kwetu tunatumia punda kwa kila kitu, kubeba huku ikuje town irudi huko. Alafu what we need here is just a footpath kando na hii daraja ya magari, tupewe footpath ya pedestrians. Hata sasa tunapoongea hivi naona gari ambayo imesimama hapa kwa barabara na imezuia tena magari mingi sana kutopita hapa, na tunaomba tu serikali tujengee daraja. Jumanake tumehangaika, jumini mwenyeji wa huku mwili tena tayari inatafuta ndani ya maji na maji imefurika pale mtonini. Kwa kipindi cha siku tatu, kitengo kinachosimamia masuala ya dharura katika kaunti hii ya Bomet imekuwa ikihangaika sana katika kutafuta mwili wa mwanamume mmoja ambaye alitumbukia katika mto huu wa Nyangores, na hadi kufikia sasa mwili wake haujapatikana. Hiyo jamaa ilisemekana ilikuwa jamaa mwenye alikuwa amelewa na inahofiwa kwamba jamaa ameingia ndani ya maji kwa sababu ametafuta kila kote nyumbani hajapatikana. Jamaa sasa wetu wa divers wanaendelea kutafuta hiyo mwili kutoka kwa hii mto wa Nyangores. Hapa mjini Bomet, drainage system is very poor. Hii bridge ambayo inatumiwa na a lot of Kenyans, it's in a bad state. Kuna potholes, hakuna footpath ya binadamu ama ya wapita njia. Haya, hasa hii daraja ambao tuko hapa sasa, tumeongea kuhusu hii daraja na tumekuwa tunapikana kuhusu hii daraja. Tumetua nduru kwa hii daraja, hakuna chenye tutafanya kwa hii daraja. Na hii daraja maji ambao unatoka hapa ikifurika hapa, watu makari nyingi kitoka hapa, watu wanarukia kwa mtoni kwa ajili ya kujiokoa maisha, lakini kwa hayo watu unapata mtu amejitumbukiza ameenda kabisa. Na hiyo tumeambia serikali, tumeambia wabunge wetu akina Mandazi, muende mutetee kwa hii daraja kabisa, ili watu wakuwe na salama kwa akipita akichukua vitu zao tangu kwenda kuuza. Tunaipea for like 5 months. Wasipotengeneza hii, si tutaimba 1 term, no 2 term. Hivyo tu. Ni sauti za baadhi ya wakazi wa kaunti hii ya Bomet ambao wanasema kwamba watu wengi wameaga dunia kutokana na kuingia mto huu wa Nyangores, ambapo wanaomba serikali iweze kupanua ili hali ya usalama uimarishwe katika kuvuka mto huu wa Nyangores, hasa kipindi hiki cha mvua nyingi. Kutoka kwangu hapa sina la ziada na kurejesha studioni.